Jana nilikupasheni kwa kina sana taarifa kwa urefu zilizokuwa zinahusu mgogoro wa Pakistani na India, hasa kuzungumza kuhusu Kashmir. Wakati mwingine ulimwengu huwa haujifunze kutokana na kile kinachotokea. Na hapa kwenye huu mgogoro nilichokuja kukigundua, kwa sababu nafuatilia sana vyombo vya habari sana vya Kihindu, vya Kipakistani, na vifuatilia kwa kuangalia kila upande unachokifikiria na kuzungumza. Nilichokuja kugundua kuwa nje ya shambulizi lililofanyika ambalo huwezi kulikwepesha kuwa ni shambulizi la chuki dhidi ya jamii moja, lakini majibu ya chuki yapo jamii ya pili. Nadhani ni kwa sababu unaweza ukalitazama hili, huwezi kuhalalisha mauaji kwa njia yoyote. Hakuna uhalalishaji wa mauaji kwa njia yoyote, lakini kunawezekana kuwa na sababu za mauaji. Tuliposema ile Oktoba 7 dunia ikalalamika, ukirudi kwenye kauli ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alivyozungumza, akasema this was not vacuum. Kama unaweza kuielewa kauli yake, haikuwa mlipuko. Yani hakikuwa kitu cha ghafla, hiki ni kitu kilitengenezwa. Kwa hiyo kumbe unaweza ukatengeneza bomu ambalo litakuja likulipukie baadaye. Manake kuwa viongozi wa dunia au jamii zinazoishi kokote ni lazima zifahamu kuwa unaweza ukaona kitengeneza kitu, ukaona wewe unatengeneza kwa usahihi, kumbe unatengeneza bomu ambalo litakuja kukusumbua baadaye. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alivyowaambia Israel is not vacuum, was not vacuum, walimchukia mpaka leo katika viongozi ambao wanachukiwa ukitoa papa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Papa Francis aliyekufa ndio alikuwa anaongoza kuchukiwa Israel, lakini anayefuata kuchukiwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa sababu nini? Aliwaambia ukweli kuwa this was not vacuum, haikuwa mlipuko wa ghafla. Nyinyi mnawakalia miaka 76, miaka 56, mnawadhulumu kila kitu. Kila walipotaka kupata uhuru wao mlisema waweke silaha chini, wakaweka silaha chini. Mkasema wazungumze, walipokuja kuzungumza mkawaua. Kila walichokuwa wanatafuta, sasa mlitaka wafanyeje? Ndio maana katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alimwambia Israeli, sio bahati mbaya haya mashambulizi ya Oktoba kutokea. Haikuwa bahati mbaya, ni kitu mlichokitengeneza. Sasa hiki kilichotokea Kashmir, hakikuwa bahati mbaya. Ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa muda mrefu. Kuna tofauti moja iliyopo kati ya Kashmir ya India na Kashmir ya Pakistan. Kashmir ya Pakistan, jamii kubwa inayoishi pale ni jamii ambayo inaingiliana na Wapakistani, maybe kwa dini zao, utamaduni wao na asili zao. Kwa hiyo wale wa Kashmir wanaoishi upande wa Pakistani bado wanahisi wako huru na wako kwenye nchi ambayo wanaona tuko sawa nayo. Sasa wale wa Kashmir wa upande wa pili wanaoishi upande wa pili wa India, kwa sababu kuna misuguano mikali sana kati ya Wahindu na Waislamu na Wakristo kwa kiwango kikubwa, hawa wanahisi tunaishi ugenini. Yani mfano wa Kashmir ya India ni sawa na mfano wa watu wanaoishi West Bank. Yani watu waliokuwa wanaishi West Bank pale ukingo wa magharibi wanaandika tu kuwa tunaishi kwenye ardhi yetu ya Palestina, lakini tuko chini ya ukaliaji na ukandamizaji. Manake kuna control ya upande mwingine. Ndio Kashmir iko hivyo ya India, kuwa inakontroliwa na India, lakini kwa sababu hawa watu wanaoishi hapa hawakubaliani na ule utawala uliopo, ni tofauti na wale wa pili wanaoishi upande wa pili wanakubaliana na utawala wa huko kwa sababu ya asili yao. Yani kwa sababu ya asili yao kuwa tunakubaliana na upande wa pili. Sasa hawa wa hapa wanaishi chini ya shinikizo, chini ya ukaliaji. Niliwaambieni kwenye mazungumzo ya jana kuwa hapa udhibiti wa vyombo vya habari ni wa hali ya juu sana. Udhibiti wa wanaharakati ni wa hali ya juu sana. Polisi waliopo Kashmir ya India ni polisi ambao wanapokea mafunzo kutoka kikosi cha Israel jinsi kinavyo control Gaza. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya India na Israeli. Ndio maana India imetoa maelfu ya askari wanaopigana Gaza. India imetoa askari wengi sana wanaopigana Gaza kwa sababu chuki ya Uhindu dhidi ya Uislamu. Uhindu una chuki sana dhidi ya Uislamu, dhidi ya Ukristo. Yani Wahindu wanachuki sana na Uislamu, wanachuki sana na Wakristo.
hao Wahindu wa India, na ndio maana yamekuwa hayo matokeo yakitokea. Sasa uhusiano wao kwa chuki yao imevuka mstari sana, ikaenda yani mpaka kule Gaza imeingia kwa kiwango cha hali ya juu. Ndio maana India kapeleka usaidizi, kapeleka askari. India ananunua maisha yake silaha za Israeli, na yeye ana supply baadhi ya vitu kwa Israeli kwa kiwango cha juu, hasa silaha na vitu vingine, na hata askari amempa wa kutosha sana katika kipindi hiki. Israeli alimpa India drone zile za uchunguzi ambazo ndio zinafanya kazi sana eneo la Kashmir, kwa sababu ana connect dot hapa. Watu wa Kashmir, jamii kubwa ya Kashmir inaunga mkono wa Palestina. Israeli anawachukulia kuwa wale ni adui zake. Halafu jamii kubwa ya watu wa Palestina na wapi wanaunga mkono watu wa Kashmir ambao wanawaona hawastahili kwa upande wa India. Kwa hiyo tayari ile chuki imekuwa kwa pande zote mbili. Sasa vikosi vya polisi wa Kashmir wa upande wa India ni vikosi ambavyo huwa vinapokea mafunzo moja kwa moja kutoka kwa Israeli. Polisi wa Israeli wanatoa mafunzo jinsi ya ukaliaji, yani jinsi wanavyo wa treat wa Palestina kule, ndio wanatoa mafunzo kuwapa India kuwa na nyinyi mnatakiwa hawa mdili nao kwa staili hii. Ndio kinachofanyika. Sasa wakati nafuatilia vyombo vya habari kwa kiwango cha hali ya juu, nilichokuja kugundua kuna chuki kubwa, hasa vyombo vya habari vya India vinachokipika wanashindwa kutofautisha baadhi ya vitu. Wanasema ni lazima Kashmiri ya India tuifanye kama Gaza ili kulipiza kisasi cha watu 26. Tena ni watu wakubwa na media kubwa, hadi Zee News. Yani mtu anasimama kwenye channel kubwa kama ya Zee News ambayo ni kubwa, anazungumza vitu ya hivyo vyenye kuchochea chuki bila kujua kuwa hapa ni historia mbili tofauti. Unazungumza kuhusu Gaza, unazungumza kuhusu West Bank ambazo zote ni occupied. Ni sehemu ambayo imekaliwa, ambayo huwezi kuingiza kitu chochote na ina udhibiti wa hali ya juu. Ukizungumza kuhusu Kashmir unazungumza vitu viwili tofauti. Hapa huwezi kuwafanyia vile kwa sababu hapa hakuna mzingiro. Na ukisema twende sasa kwenye uwanja wa vita, nadhani wa Pakistani wanaeleweka zaidi. Wanasema hata zile rekodi za dunia za watu wenye roho ngumu zaidi duniani, yani watu mashujaa sana, yani watu wasioogopa kifo hata kidogo, wanasema katika kiwango cha juu kabisa ni wa Pakistan na wa Afghanistan, kwa sababu ni jamii moja. Hawa ni watu wa aina moja kwa ambao huwezi kuwatishia kifo. Huwezi. Yani kifo sio tishio kwao, kwa wanaweza kufanya hivyo. Lakini si tu kuwa India anachowaza kuwa nitaenda kuisambaza na kuimaliza kabisa kuwa Kashmir. Hapa sio vita ya Israeli na Hamas. Hapa ni vita ya mataifa yenye nguvu. Pakistani military wapo kwenye top 10 kama India alivyo ya majeshi. Sasa hapa unaenda kupigana na mwanaume mwenzako, sio unaenda kusema nika eliminate kama vile wanasema kuwa nikaangamize jamii moja ambayo kuwa mmeifungia miaka 17 kila kitu. Unaweza ukadhibiti kila kitu alafu uendelee. Hii ni historia mbili tofauti. Yani hizi ni hadithi mbili tofauti. Sasa nimeona uchochezi huu kitoka kwa sababu nilianza kuona kuanzia siku ya kwanza video iliyochapishwa na mitandao mingi ya India inawasema kuwa Waislamu wa Kashmiri mjiandae, tunakuja kuua mmoja baada ya mwingine. Yani tutawamaliza wote. Yani wanaowazungumzia sio hata wa upande wa pili wa Pakistani, ni wale ambao wako occupied. Yani ni wale ambao wanawakalia wao.